عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, kipindi chako pendwa, kipindi cha jifunze ahkam za tajwidi, hukumu za usomaji wa Qur'an. Utakuwa nami mwalimu Ibrahim Arwa, mwalimu wa siku zote. Kabla yote hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment na umeshalink yetu kwa wengine ili waweze kujifunza. Alhamdulillah. Leo tutaendelea katika kujifunza tajwidi tukiwa sehemu yetu ya 9, tukiangazia katika kipindi cha jifunze ahkam za tajwidi. Nasema hivi: faslu fi ahkamil al-ma'rifa al-mu'arrifa. Tutajifunza mlango unaozungumzia na hii ambayo tunaweza kuangalia ni al-mu'arrif, ndio ambayo tunaangalia. Katika al-mu'arrifa anasema mtunzi wa kitabu cha Hidayatul Mustafid fi ahkam tajwidi: المعرفة إذا وقعت قبل حروف الهجاء كم حالة لها. أما tunaangalia ni ya utambulisho bimaana kwa kusema kwa lugha nyepesi niseme alif na lam pindi inapoingia kabla herufi hijaa. Tukisema herufi za hijaa ni alif mpaka ya, alif ba ta tha ya jim, alif ba ta tha jim ha kha mpaka ya. Hizo ndio tunaita herufi hijaa. Je, hii alif na lam hiyo itakapoingia mwanzo kabla hizo herufi hijaa, ya mfano ikaanza alif lam kisha kaja ba, je, ina hali ngapi? Laha halatani, ina hali mbili, au kwa lugha nyepesi tutasema ina hukumu mbili. Qamariya wa shamsiya, ina hali ya qamariya na shamsiya. Leo tutaangalia hali ya qamariya kwanza. Ma hiya lamu al-qamariya? Ni ipi hiyo lamu al-qamariya? Asema alwaqi'u ba'daha harfu min hadhihi huruf, ili uitambue kwamba hii ni lam al-qamariya, ni ile ambayo imeingia baada yake herufi miongoni mwa herufi hizi hapa. Hiya alwaqi'u, iliyojitokeza iliyoingia baadaha, baada yake herufi min hadhihi huruf, miongoni mwa herufi hizi hapa. Sema wahiya, herufi zenyewe zimewekwa katika ubeti wa sawa: ibghi hajjaka wa khaf aqima, ibghi hajjaka wa khaf aqima. Kwa hizi herufi zote ambazo zimeandikwa katika ubeti huu, basi ndio herufi za qamariya. Ibghi tunapata alif ba ghain, hajjaka hajim kaf, wa khaf khafa, aqima ain qaf. 10 hizo, ya mim na ha, hizi herufi 13, hizo ndio herufi za nini? Qamariya. Mithalu asma dhalika, mfano ni hapa al-an'am. Sasa kwa nini imekuwa ni al-qamariya? Uenda mpaka sasa hujaelewa. Nasema al-qamariya lakini uelewe, na nimekwenda kuisoma moja kwa moja al-an'am, uenda bado hujapata picha kamili. Iko hivi: hii qamariya na shamsiya ambayo tumeanza na qamariya, ile qamariya tunazingatia hasa unapoisoma hautaji nini? Shadda. Sawa, unapoisoma qamariya wewe hautaji shadda, bimaana unaisoma katika hali ya kawaida pasina kuweka shadda. Unaisoma hiyo qamariya katika hali ya kawaida, sawa, pasina kuweka shadda, bimaana utaisoma katika hali ya sukun. Mfano al-an'am, al-an'am. Kwa kuwa zile herufi, unachokifanya wewe, inachotakiwa katika Qur'ani ianze alif na lam katika aya, itanguliwe alif na lam, kisha baada ya hapo sasa ije herufi miongoni mwa herufi za qamariya ambazo tumezitaja hizo: ibghi hajjaka wa khaf aqima, alif ba ghain ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Na utaisoma katika hali ya kawaida ambayo nini? Al-an'am, basi na shada. Al-birr, mfano mwingine alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu rabbil alamin, pasina shada. Mfano mwingine anasema al-ghamam, al-hamim, al-janna, al-kauthar, na herufi zote zobakia. Sawa, anasema wa ma ashbaha dhalika, na inayofanana na hiyo. Tumeangazia katika qamariya leo. Sawa, na hiyo qamariya tumesema unaisoma pasina kuwa na shadda. Fanya mazoezi katika msafu katika Qur'an. Mfano a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim,
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, alha, baada ya alif na lam kuja ha, unaisoma kwa kudhihirisha pasina shada. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Hapo hakuna arrahmanir rahim, hapo hakuna maliki yaumiddin, bado hakuna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sawa, kama utaipata huko utaifanya kama hivyo. Herufi nimekuandikia hapa skrini, iangalie na uweze kujifunza zaidi. Shukran, asanteni kwa kutumia muda wako kunisikiliza kwa hichi kidogo somo letu fupi sana la dakika kama 5-6 hivi. Alhamdulillah, niseme maa salama.